Habari yako mzazi na mlezi. Karibu kwenye chaneli yetu. Leo tutajifunza mbinu 12 za kitaalamu za kumsaidia mtoto wako awe muwazi zaidi anapokumbana na changamoto. Iwe ni shuleni au nyumbani. Kwa kuwa muwazi, mtoto anaweza kupata msaada mapema, kujenga ujasiri na kukuza ustawi wa akili. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama haujasubscribe kwenye chaneli hii, fanya hivyo sasa, kwani tunashirikiana kukuletea maarifa ya jinsi ya kumlea mtoto kimaadili na hapo baadaye awe raia mwema na mwenye kutimiza ndoto zake. Pia, share kwa wazazi wengine ili wapate elimu hii. Mbinu ya 4, ya 8 na ya 11, ya 12 si za kukosa, kwani zimebeba funguo za maisha ya mtoto wako. Karibu na tuanze. Mbinu ya kwanza, tengeneza mazingira salama ya kisaikolojia. Mtoto haezi funguka kama anahisi kuhukumiwa. Hakikisha mazingira ya nyumbani ni ya upendo, kueleweka na usikivu. Mazingira yakiwa ya upendo, amani na maelewano, mtoto atafunguka kwa mzazi bila hofu yoyote ya kuhukumiwa, kwani anajua mzazi wake anamjali. Mbinu ya pili, tumia lugha inayompa uhuru mtoto. Badala ya kumuuliza, kwa nini umefanya hivi? Sema, niambie kilichotokea. Hii hupunguza uoga na lawama na ni rahisi kwa mtoto kukuambia alichofanyiwa au alichokifanya. Mbinu ya tatu, sikiliza bila kukatiza. Usimkatize mtoto anapoeleza jambo, mpatie muda aeleze hadi amalize ili ajue kuwa unamsikiliza kwa makini. Watoto huhisi vibaya pale wanapohisi hawasikilizwi, na mtoto akigundua kuwa umsikilizi ni ngumu kwake kufunguka kwako. Mbinu ya 4, tumia hadithi au mifano ya kibinafsi. Waambie kuhusu changamoto zako ulizowahi kupitia ukiwa mdogo. Hii humfanya ajue kuwa si jambo la aibu kupitia changamoto. Mtoto anapaswa kujua kuwa changamoto ni sehemu ya maisha. Mbinu ya 5, unda ratiba ya mazoezi au maongezi ya kila wiki. Tenga muda maalum wa kuzungumza na watoto au mtoto wako kila wiki. Zungumza naye kuhusu shule, marafiki na mambo yanayosumbua bila kumlazimisha. Jenga urafiki pale unapozungumza naye ili ahisi kusaidiwa katika mambo yanayomtatiza. Mbinu ya 6, mfundishe majina ya hisia. Hapa tunasema ni emotional literacy. Msaidie mtoto kujua na kutaja hisia kama hasira, huzuni, uoga au furaha. Hii hufungua njia ya kuwasiliana, kwani anapata uelewa wa hasira, huzuni, uoga, huruma, upendo, furaha na majina mengine ya hisia anapopatwa au anapokabiliana na hisia hizo. Mbinu ya 7, tumia michezo au sanaa kuelezea hisia. Watoto wengine hufunguka zaidi kupitia kuchora. Chora na mtoto wako, andika naye hadithi au cheza naye. Tumia njia hizi kuanzisha mazungumzo. Mfano, unaweza kuanza kwa kumuita jina lake. Ukasema kwa mfano, Susan, hebu njoo mwanangu. Leo ningependa tuchore picha nzuri. Mimi napenda tuchore na wewe picha nzuri. Tuchore pamoja, au ungependa nikusimulie hadithi? Hapo sasa atachagua na mazungumzo yataanzia hapo baada ya alichokichagua. Mbinu ya 8, fuatilia mabadiliko ya tabia. Kama mtoto anabadilika ghafla, anakuwa mkimya, anakasirika sana au anajitenga, mchunguze kwa upole, chanzo chake ni nini? Kwa nini huyu mtoto akasirike? Kwa nini ajitenge? Kwani mabadiliko hayo lazima yakupe maswali, na sasa hapo unatakiwa ujitahidi ili upate majibu yake. Kupata majibu yake ni kwa kumchunguza mtoto kwa njia sahihi ambazo zitakupa majibu sahihi. Njia hizo ni kwa kuuliza maswali ya kumdadisi kwa hekima na kwa kumweka karibu kwa mazungumzo na wewe hadi uhakikishe kwamba anafurahi na hakikisha unaona tabasamu lake. Mbinu ya 9, epuka kumuuliza maswali ya kudhibiti. Usiulize kama mpelelezi. Badala ya kuuliza, umefanya nini leo? Sema, ni kitu gani kilichokufurahisha leo? Badala ya kusema, ulikuwa na nani leo? Sema, rafiki yako mpya ni nani?
Hapo mtoto atahisi yuko huru na atakupa majibu sahihi, na hapo sasa unaanzisha mazungumzo ya kirafiki mpaka unapata ufumbuzi. Mbinu ya 10, mshirikishe katika maamuzi. Kama kuna jambo la kifamilia au la shule, mpe nafasi ya kutoa maoni. Hii inamfanya ajue sauti yake inathaminiwa. Akipata nafasi ya kutoa maoni, atakuwa huru pia kueleza changamoto zake. Mbinu ya 11, washirikishe walimu au walezi wake. Shirikiana na walimu kuelewa tabia ya mtoto wako. Walimu wanakuwa na muda mwingi na mtoto wako kuliko wewe. Ukishirikiana na walimu kuelewa tabia ya mtoto na kumsaidia kufunguka hata akiwa shuleni, hiyo itamsaidia sana. Mtoto anaweza akafunguka vizuri, anaweza kuwaeleza walimu changamoto zake na ikawa rahisi wewe kutambua na kufahamu changamoto za mtoto wako. Usikae mbali na walimu, shirikiana na walimu. Walimu ni walezi ambao ni sahihi kabisa kwa mtoto wako. Mbinu ya 12, kuwa mfano bora wa kuwa muwazi. Watoto huiga matendo ya wazazi wao kuliko maneno. Mzazi wewe mwenyewe anza kuwa muwazi unapokuwa na changamoto. Mtoto hujifunza kwa kukuangalia zaidi kuliko maneno unayoongea. Mtoto anayefunguka na kuuliza changamoto zake ni mtoto anayejengwa kuwa na afya bora ya kihisia, kujiamini na uwezo wa kukabiliana na maisha. Kama mzazi, una nafasi ya kipekee ya kuweka misingi imara na mawasiliano na uaminifu tangu utotoni. Usingoje hadi matatizo yawe makubwa. Anza leo, tumia mbinu hizi kusaidia mtoto wako kuwa na sauti, kujieleza bila uoga na kukua akiwa na imani kuwa yuko salama nyumbani na shule. Kumbuka, malezi ni kazi ya kila siku na kila hatua unayochukua leo inaweza kuokoa maisha ya baadaye ya mtoto wako. Asante kwa kutazama. Kama umependa hizi mbinu, tafadhali like, comment na subscribe kwa content zaidi. Kuhusu malezi, elimu na ustawi wa mtoto wako, tuandikie pia ni mbinu ipi umeona imefanya kazi zaidi. Karibu, tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata. Asante.